Juni 10, Jumanne, mwaka wa 2025. Watu waliochaguliwa kabla ya uumbaji wa Efeso 1:14. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Mungu alikuchagua kabla ya uumbaji, pia alikuamuru usishiriki ibada ya sanamu. Imeelezwa katika Biblia kwamba kadiri unavyotoa pepo au kumwaga moyo wako, mapepo yatakusanyika mara 7 zaidi hayo, na shetani atafanya kana kwamba yeye ni mfalme anapojenga ngome na ngome ndani yako. Hivyo hili linapotokea, utafikiri humhitaji tena Mungu maishani mwako, hatimaye kuwaongoza Wanefili, maisha yaliyojaa matatizo makubwa ya kiroho. Zaidi ya hayo, dini, sanamu na mahekalu yanaundwa na kusababisha maisha yaliyotekwa kabisa na mataifa 6. Hata hivyo, mara tu unapoabudu na kuomba, ufalme wa Mungu unaanzishwa, kazi zinazohusu ufalme wake zinaanzishwa na shetani amefungwa. Paulo alishuhudia ufalme wa Mungu kwa ujasiri. Wewe pia lazima ujenge mfumo wa kiroho ili kufurahia baraka hizi. Kwa kuwa una umakinikaji wa masaa 24 kwenye batizani ya kiti cha enzi, utapata jibu la masaa 25 unapofuata safari ya kiti cha enzi. Pia basi unaweza kuinua miongozo ya kiti cha enzi katika sehemu mbalimbali. Unapoingia kwenye umakinikaji wa aina 3 kwa maombi 777, mipangilio 3 itafanyika na utaishia kufurahia majibu 3. Basi ni kwa sababu gani Mungu alikuita kabla ya uumbaji? 1. Baraka za mbinguni, watoto, utukufu. Mungu hutoa baraka za mbinguni na kukufundisha kuhusu baraka za kuwa mtoto wake, kukuruhusu kumtukuza. 2. Hekima na ufahamu katika Kristo. Mungu huwapa hekima yote na ufahamu, akiwajulisha ninyi siri ya mapzama yake, kuvileta vitu vyote mbinguni na duniani chini ya uongozi mmoja, yaani Kristo. 3. Dhamana ni nani anayekuhakikishia urithi wako? Mmefanywa kuwa urithi wake, kama vile mlivyotiwa muhuri ndani yake, Roho Mtakatifu aliyeahidiwa. Upo hapa kimwili wakati Mungu anafanya kazi za ufalme wake katika shamba unaloishi. Kwa hivyo, lazima kwanza uwafanye remnant kuwa vilele wa kiroho. Pia, lazima ufungue zama ya wikendi ya siku 3. Ni lazima uzingatie uponyaji siku ya Ijumaa, ugundue talanta zako siku ya Jumamosi, na uendeshe mkondo wa neno na ibada siku ya Jumapili na kuifanya siku kuu zaidi. Unapofanya hivyo, tayarisha kumbi 3. Ombi la agano: Mungu Baba, kazi za ufalme wako na zianzishwe katika juma hili lote. Nakupa heshima na utukufu wote. Tafadhali kusanya jeshi la mbinguni ambalo lilishinda jeshi la Ashuru la watu 85,000. Kama vile malaika wako walivyokwenda mbele na nyuma ya Musa katika uongozi, niongoze pia. Imeelezwa katika Biblia kwamba malaika wa Bwana alisema, Paulo, usiogope. Inakupasa kusimama mbele ya Kaisari. Ahadi hii itimie. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.